Napenda kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa wema na huruma ambaye ametuwezesha kukutana hapa tukiwa na afya njema. Lakini pili, napenda kuishukuru Wizara ya Fedha na Mipango kwa kumwalika Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu sana ya kuzindua maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050. Hata hivyo, kutokana na majukumu mengine ya kitaifa aliyonayo, Mheshimiwa Rais amenipa heshima nimwakilishe. Mheshimiwa Rais anawapongeza sana Wizara ya Fedha na Mipango pamoja na wadau mbalimbali kwa kuanza mchakato huu wa kuandika maono na matamanio ya Watanzania kuhusu matumizi bora kabisa ya rasilimali na fursa za nchi yetu ili kuiwezesha Tanzania kustawi na kuwa miongoni mwa nchi zenye kipato cha juu itakapofika mwaka 2050. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na ndugu wananchi, nchi yetu hivi sasa imefikia kipindi muhimu cha mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Kwa Kiingereza wanasema turning point. Kasi kubwa ya ukuaji wa uchumi ya wastani wa 6.6% kwa mwaka kwa kipindi cha miaka 20 mfululizo toka mwaka 2000 mpaka mwaka 2019 kabla ya janga la Uviko 19 ilipelekea Benki ya Dunia kuitangaza Tanzania kuingia kwenye kundi la nchi la kipato cha kati ngazi ya chini, ambayo ni dola za Marekani 1036 hadi dola za Marekani 4045, na tulifikia hapo mwaka 2020. Ukuaji huo na mafanikio katika nyanja zote kama ambavyo walionitangulia kusema wameeleza, vilichagizwa na uwekezaji mkubwa katika sekta za uzalishaji, miundombinu ya nishati, usafiri na usafirishaji, huduma muhimu za jamii hususan elimu, afya na maji, pamoja na uongozi thabiti. Hata hivyo, kama ilivyokuwa kwa nchi zote duniani, uchumi wa taifa letu ulitetereka kutokana na athari za janga la Uviko 19, na hasa kwenye sekta za afya, utalii, viwanda na biashara na usafirishaji. Kasi ya ukuaji wa uchumi ilipungua kutoka takriban 7% mwaka 2019 hadi 4.8% mwaka 2020. Lakini kufuatia hatua madhubuti zilizochukuliwa na serikali ya awamu ya 6 na hususan kupitia mpango wa maendeleo kwa ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya Uviko 19, uchumi umeimarika kwa kipindi kifupi licha ya kudorora kwa uchumi wa dunia kutokana na athari za vita kati ya Urusi na Ukraine. Kasi ya ukuaji wa uchumi hivi sasa imefikia 5.2% katika robo ya kwanza, ya pili na ya tatu ya mwaka 2022, ikilinganishwa na wastani wa 3.8% kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Mwenendo huu imara wa uchumi na uwezo wa kurejea kwenye kasi kubwa ya ukuaji ni msingi imara na mtaji mkubwa wa kuibadilisha kabisa Tanzania
kuwa nchi ya neema katika kipindi cha miaka 25 ijayo kuanzia mwaka 2025 hadi mwaka 2050. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutumia fursa hii kutoa shukurani na pongezi za kipekee kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na viongozi wa awamu zilizotangulia kwa kuliongoza vema taifa letu na kusimamia utekelezaji wa dira itakayoisha mwaka 2025. Katika awamu zote za uongozi, serikali imeendelea kusogeza huduma za jamii kwa wananchi na kutatua changamoto kwa ufanisi mkubwa. Mafanikio makubwa yanaonekana kwenye sekta zote muhimu zikiwemo elimu, afya, maji, miundombinu, madini, kilimo, pamoja na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Aidha, wastani wa umri wa kuishi umeongezeka kutoka miaka 51 mwaka 2000 hadi miaka 67 mwaka 2022. Kwa nafasi hii, napenda kuwapongeza viongozi na wataalamu wote kutoka ndani na nje ya serikali walioandaa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025. Kwa hakika walifanya kazi nzuri sana, tena kwa uzalendo na weledi mkubwa, na imeisaidia nchi yetu kufuzu na kufikia uchumi wa kipato cha kati wa chini. Sijui kama mnawafahamu, na sijui kama nilikuwa namuuliza kama waziri amewaalika. Nadhani na yafaa ni waseme tu wachache wao. Mwenyekiti wa timu iliyoandaa dira ambayo itamalizika mwaka 2025 alikuwa ni Dr. Jonas Kipokola. Lakini ilikuwa na Watanzania wengine hodari: Profesa Mark Mwandosia, Profesa Joseph Semboja, Dr. Enos Bukuku, Profesa Joshua Dorie, Profesa Samuel Wangwe, Dr. Humphrey Moshi, wakati huo ni profesa sasa, Dr. Charles Kimei, mbunge sasa, Bwana Juma Mwapachu, Bwana Peniel Limo, Profesa Semesi, Mama Mwantumu Malale, na secretariat ilikuwa na Bwana Pascal Asei, Bwana Servus Sagdai, Bwana Kesi Maduka, Laura Madete, Bwana Ponsian Rweyemamu, Bwana Tenende na Mzee Rafael Mlolwa. Tuwapigie makofi. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na ndugu wananchi, Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha ameeleza malengo makuu ya dira ya mwaka 2025 ambayo ndiyo ilikuwa shauku ya Watanzania, na tumeambiwa yalikuwa matano. Moja ni maisha bora kwa kila Mtanzania. Pili, kudumisha amani, usalama na umoja katika nchi. Tatu ni utawala bora. 4 ni jamii iliyoelimika vyema na inayojifunza. Na 5 ni uchumi imara na shindani. Sasa walionitangulia kuongea na mimi mwenyewe tayari tumeeleza jitihada na mafanikio makubwa
yaliyopatikana kutokana na utekelezaji wa dira ya mwaka 2025 katika eneo la kuboresha maisha ya Watanzania. Lakini pamoja na hatua kubwa iliyofikiwa, nchi yetu bado inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zimepelekea malengo ya dira ya 2025 kutofikiwa kikamilifu. Kwa mfano, tumeendelea kukabiliwa na changamoto ya umaskini wa kipato na lishe duni. Kwa mujibu wa utafiti wa mapato na kaya Household Budget Survey, tunaambiwa takriban 26.4% ya Watanzania, kwa hiyo zaidi ya robo, bado wanaishi chini ya kiwango cha umaskini wa kipato, na wananchi masikini zaidi wanaishi vijijini ambao ni 31.3%. Lakini vile vile bado kuna mikoa, nitataja michache kama Kagera, Kigoma, Singida, Tabora na Dodoma, ambayo kiwango cha umaskini ni kikubwa zaidi kwa sababu mbalimbali zikiwemo za kihistoria na miundombinu duni. Aidha, tofauti ya kipato miongoni mwa Watanzania imeendelea kuongezeka licha ya kufanya vizuri katika kigezo cha ukuaji wa uchumi jumla. Kiwango cha tofauti ya kipato kwa kutumia kipimo cha uwiano ambacho wachumi wanaita Gini coefficient kiliongezeka kutoka 0.34 mwaka 2011-12 mpaka 0.38 mwaka 2017-18. Katika kipindi kama hicho, kipimo hicho cha tofauti ya kipato katika maeneo ya mijini nacho kiliongezeka kutoka 0.37 mpaka 0.41, na kwa maeneo ya vijijini kutoka 0.29 hadi 0.32. Aidha, utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria kwa mwaka 2022 unaonesha kuwa 30% ya watoto walio na umri chini ya miaka 5 wana udumavu na 9% ya watoto wana udumavu mkali. Kwa upande wa kudumisha amani, usalama na umoja, Tanzania tunajivunia kuwa kisiwa cha amani. Nchi yetu imeendelea kuwa na amani, utulivu, umoja na mshikamano, na ni ya mfano katika bara la Afrika. Hata hivyo, ni lazima tuendelee kuzilinda na kuzitunza tunu hizi katika kipindi cha miaka 25 ya dira mpya, kwa sababu bila amani, usalama na umoja hakuna maendeleo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na ndugu wananchi, kuhusu utawala bora, nchi yetu imepiga hatua kubwa katika kujenga na kuimarisha utawala wa sheria, haki na demokrasia. Muhimili wa mahakama umeimarisha sana kazi ya kutoa haki kwa wananchi. Serikali kwa upande wake inazingatia sheria, mila na desturi za Watanzania katika uendeshaji wa shughuli za serikali. Na hali kadhalika, uhuru wa vyama vya siasa na vyombo vya habari umeimarika sana. Hata hivyo, katika eneo hili, pamoja na jitihada kubwa ambazo zinaendelea kufanywa, bado zipo changamoto za rushwa, uvujaji wa mapato ya serikali, wizi, matumizi yasiyo na tija ya rasilimali za umma
kama ilivyobainishwa kwenye taarifa za kila mwaka za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, lakini pia kuna mapungufu katika eneo la haki jinai. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kwa upande wa lengo la kuwa na jamii iliyoelimika vyema na inayojifunza, tumepata mafanikio ya kuridhisha, ikiwemo kuongezeka kwa udahili wa wanafunzi katika ngazi zote kuanzia shule za msingi hadi vyuo vya elimu ya juu. Viwango vya ufaulu kwa ujumla vimeongezeka. Uwezo wa kusoma na kuandika nchini, yani literacy rate, unakadiriwa kuwa 92%. Pamoja na mafanikio haya, bado vijana wengi wanaomaliza masomo hawapati fursa za ajira, lakini vile vile bado elimu yetu haikidhi mahitaji ya soko la ajira wala kuwezesha wahitimu kujiajiri. Jitihada za kurekebisha hali hizi zinaendelea hivi sasa, ikiwa ni pamoja na kupitia upya sera ya elimu na mitaala. Kuhusu uchumi imara na shindani, licha ya kasi kubwa ya ukuaji wa uchumi iliyofikiwa katika karne mbili zilizopita, katika miongo miwili iliyopita, bado uwezo wa ushindani ni mdogo. Aidha, inahitajika kuongeza imani ya wawekezaji katika azma yetu ya kujenga mazingira mazuri kwa biashara na uwekezaji. Lakini vile vile bado bajeti ya serikali ni tegemezi kwa 13% kwenye misaada. Hali kadhalika, uwezo wa taifa letu wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi nao ni mdogo, hali ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za uzalishaji, hususan kilimo na ufugaji, na huduma muhimu kama upatikanaji wa maji na nishati ya umeme. Tunashuhudia pia uharibifu mkubwa wa miundombinu na kuenewa kwa magonjwa pale yanapotokea mafuriko. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na ndugu wananchi, kwa kuzingatia baadhi ya changamoto nilizozitaja na mabadiliko ya haraka yanayoendelea duniani, hususan ya kiteknolojia, kiuchumi na mazingira, ni vyema maandalizi ya dira ya 2050 pamoja na mambo mengine yazingatie mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuimarisha uwezo wa uchumi uliojengwa hadi sasa na kuimarisha pia mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa dira ya 2025. Consolidating the gains we have had. Jambo la pili ni kutumia fursa ambazo hatujazitumia ipasavyo hadi sasa na kuzikamata fursa zinazochipukia. Na hapa nina mifano mingi. Kwanza, katika kilimo, Tanzania ina fursa kubwa ya kuwa ghala la chakula katika bara la Afrika na hata Mashariki ya Kati na duniani, kama tukilenga uzalishaji mkubwa wa mahindi, ngano, shayiri, maharage ya soya, sukari, mafuta ya kupikia, korosho, matunda, mboga na viungo na kuendelea. Pili ni upande wa mifugo na uvuvi. Na hapa ni vema tukaangalia uwekezaji katika viwanda vya nyama, maziwa, ngozi, uzalishaji wa malisho na chakula cha mifugo, na pia uvuvi na ufugaji wa samaki na uchakataji wake. Eneo la tatu ni mazao ya misitu. Na hapa itatupasa tuangalie viwanda vya bidhaa za mbao, nyuki na dawa
Eneo la 4 ni uongezaji thamani ya mazao yote, mazao ghafi na madini. Eneo la 5 ni uvunaji wa rasilimali za kimkakati ili kujenga viwanda. Tuna gesi ya asilia, na kwa hiyo tuna fursa ya kujenga kiwanda cha kuchakata gesi asili LNG plant, lakini pia viwanda vya kemikali petrochemical industries, ikiwemo mbolea. Tuna makaa ya mawe na chuma, Mchuchuma na Liganga. Tuna nikeli ambayo tunaweza kuitumia kujenga kiwanda cha betri. Tuna magadi soda kwa ajili ya kiwanda cha bidhaa za vioo, glass. Tuna gesi ya helium kule Ziwa Rukwa ambayo ni mahususi kwa ajili ya utengenezaji wa vifaa vya hospitali kama MRI. Lakini tuna madini adimu ya ardhini, wenyewe wanaita rare earth elements, kwa ajili ya viwanda vya kutumia teknolojia ya juu, high tech industries, kwa ajili ya kutengeneza vitu kama simu janja, kamera za kidijitali, kompyuta, televisheni na kadhalika. Lakini pia fursa nyingine ni matumizi ya nguvu kazi kubwa ya vijana tulionao hapa nchini. Tuna fursa ya bahari na maziwa makubwa tulionayo kwa ajili ya huduma za bandari na uvunaji endelevu wa rasilimali tulizonazo. Tunayo fursa ya kuwa kitovu cha usafirishaji na huduma kwa nchi za maziwa makuu, yani transport and logistics hub. Tuna fursa ya utalii wa kila aina. Tuna fursa ya kutumia miji yetu inayokuwa haraka kuwa kitovu cha ukuaji wa uchumi, yani growth centers. Lakini pia uvunaji na matumizi ya nishati jadidifu, ikiwemo jua, joto ardhi, upepo, mawimbi ya bahari na biomass, na matumizi ya taka ngumu kwa ajili ya kuzalisha mbolea na biogas. Na mwisho, tunayo fursa ya lugha na utamaduni wa Mtanzania, ikiwemo kubidhaisha lugha ya Kiswahili, sanaa, michezo na shughuli za ubunifu, yani creative industries. Jambo la 3 muhimu sana ambalo ni muhimu likazingatiwa na wataalamu wetu ni elimu, na hususan elimu ya sayansi, ufundi na ufundi stadi, utafiti na maendeleo na ubunifu, ili kukuza ujuzi na uwezo wa nguvu kazi ya taifa letu. Jambo la 4 kwa fikra yangu ni namna gani tutavutia na kuwasili teknolojia ili kukuza tija katika sekta zote za uzalishaji na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na kuingia ubia wa kimkakati ili kuiwezesha Tanzania kuwapita washindani wetu katika kipindi kifupi, wenyewe wanaita leapfrogging. Jambo la 5 ni kubaini kiuhalisia rasilimali zote zitakazohitajika kuwezesha utekelezaji makini na si utekelezaji wa mazoea wa dira mpya na mipango, na kubainisha mfumo thabiti wa ufuatiliaji na tathmini kwa kuangalia vigezo mahususi vilivyowekwa au vitakavyowekwa, key performance indicators. Na jambo la 6 ambalo ningeshauri ni kwamba timu zetu ni muhimu kujifunza kutoka katika nchi zilizofanikiwa kuendelea kwa kasi kuanzia miaka 1960 na hususan zile za Asia. Vile vile waangalie namna nchi zilivyojikwamua kutoka katika kitanzi cha uchumi wa kati, wenyewe wanaita middle income trap.
Uzoefu unaonyesha nchi nyingi aidha zinaganda kwa muda mrefu katika uchumi wa kipato cha kati au hata kurudi nyuma. Kwa hiyo inatupasa tuangalie nini kiini cha hali hiyo na namna gani dira yetu mpya 2050 itasaidia kutuvusha kwa kishindo kutoka katika hatua hii tuliyofikia hivi sasa. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na ndugu wananchi, tumeelezwa hapa kuwa maandalizi ya awali ya dira ya 2050 yameanza kwa kuteua wajumbe wa timu ya uratibu, timu ya uandishi na timu ya uhakiki, na pia umetayarishwa mwongozo wa uratibu wa maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Na kwa mujibu wa ratiba, hapa leo nitakabidhi rasmi mwongozo huo kwa timu hizi ili kazi ianze mara moja. Napenda nitumie fursa hii kutoa pongezi kwa wajumbe wa timu hizo kwa kuaminiwa na kupewa jukumu hili adhimu na kubwa kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Serikali na Watanzania wote tuna matarajio makubwa kwenu katika maandalizi ya dira bora ya taifa ya maendeleo ya 2050. Na hivyo mnapaswa kufanya kazi kwa weledi mkubwa, kwa ubunifu, uzalendo na kujituma. This is a call to duty. Dira mpya itakayoanza kuandaliwa baada ya uzinduzi tunaofanya leo inategemewa kuakisi maono, matamanio na mitazamo ya Watanzania kuhusu mustakabali wa nchi yetu katika kipindi cha miaka 25 ijayo. Ni dira inayotarajiwa kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii ili kufikia lengo la kuwa taifa lenye ustawi. Hivyo ni dhamira ya serikali kuwa katika maandalizi ya dira hii Watanzania kutoka pembe zote za nchi yetu, kutoka matabaka mbalimbali ya maisha, watapata nafasi ya kuchangia mawazo yao. Lakini vile vile makundi mahususi kama bunge, mahakama, sekta binafsi, idara za serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, taasisi za elimu, vijana na wanawake, vyama vya siasa, asasi za kiraia, Watanzania waishio ughaibuni na washirika wetu wa maendeleo watapewa muda wa kutosha kushiriki katika mchakato huu muhimu. Ni katika muktadha huu na mimi nilifurahi kupata fursa adhimu ya kutoa maoni na mawazo yangu katika hatua ya awali ya uandaaji wa andiko dhana, concept note, la maandalizi ya dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Napenda kutumia fursa hii kusisitiza wizara zote, taasisi za umma, idara zinazojitegemea, wakala wa serikali, sekretariati za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, sekta binafsi na diaspora ya Tanzania pamoja na wadau wote wa maendeleo kutoa ushirikiano kwa timu ya maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 pale mtakapohitajika kufanya hivyo. Na waomba mhakikishe mnatenga muda wa kutosha na mtoe taarifa sahihi ili uchambuzi utakaofanywa na wataalamu hawa uwe halisia na toshelevu. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na Watanzania wenzangu, naomba nihitimishe kwa kuwasihi tena Watanzania kutenga muda wa kutosha kushiriki kikamilifu katika zoezi hili muhimu
kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Aidha, ninazitaka timu zote zitakazohusika katika zoezi hili kila laheri katika kutekeleza majukumu yenu. Mungu awajalie afya njema ili muweze kutekeleza majukumu yenu kikamilifu na kwa wakati uliopangwa. Baada ya kusema maneno haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niko tayari sasa kuzindua rasmi maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050, au kwa lugha ya Kigogo niko tayari kuwaambia on your marks, get set and go. Lakini ninawatakia ndugu zetu Waislamu Ramadhani Karim, na kwa Wakristo heri ya Juma Kuu na Pasaka njema. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Mheshimiwa Waziri, naomba mkabidhi Mheshimiwa Makamu wa Rais mfano wa dira hiyo, na Makamu wa Rais kwa heshima ya taadhima atainyoosha juu. Wakati huo brass band watapiga fanfare. Anamkabidhi pale mfano. Naam, Mheshimiwa Makamu wa Rais anasoma 1 2 3, ananyoosha juu. Makofi na vigelegele. Asante. Hatua itakayofuata, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mgeni wetu rasmi, ni swala zima la kugawa sasa hizo nakala kwa wafuatao. Kuna bando 3. Kwanza ni management ya Wizara ya Fedha, Naibu Katibu Mkuu Usimamizi wa Uchumi, Mheshimiwa Lawrence Mafuru, kwa heshima ya taadhima usogee uende ukapokee nakala hiyo ya kwanza. Utapitia kulia huko unakokwenda, utatokea huu upande wa pili. Makofi mengi jamani. Watakaofuata ni hawa wafuatao: waandishi wa dira pamoja na wahariri, proofreaders. Hawa wanakuja kwa pamoja, wanachukua bando linalofuata. Mheshimiwa Mama Susan Mlawi na Profesa Wangwe, kwa heshima na taadhima, karibuni mje na nyinyi mpate nakala moja. Makofi mengi. Kikosi kazi hicho kinafanya kazi na kulitumikia taifa. Nataka twende 2050 tukiwa na maono mapana zaidi kwa maendeleo ya taifa letu. Na atakayepokea mwisho kwa niaba ya Secretariat ni mwenyekiti wa Secretariat. Huyu ni kamishna wa idara ya mipango, Dr. Mursali Milanzi. Na wewe jiandae kwa heshima na taadhima kuja kupokea. Piga makofi mengi. Profesa Wangwe na Mama Susan Mlawi napewa nakala yao hiyo na Mheshimiwa Makamu wa Rais. Naomba mtokee upande wa huku. Na hiyo iliyobakia sasa, Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba mkabidhi mwenyekiti wa Secretariat kwa niaba ya Secretariat, kamishna wa idara ya mipango, Dr. Mursali Milanzi. Makofi na vigelegele.